kundi la hao ambao hawako tayari kwenda kutiki. Ukiwasikiliza wana hoja zenye mashiko. Huwezi kuwapuuza, wana hoja zenye mashiko kabisa, tena zenye nguvu na zenye afya sana. Lakini zimekuja kwenye wakati ambao sipo na kwa mtu ambaye sio kwa wakati wake. Kwa nilitamani kuona hizo hoja zao za msingi. Ndio maana nimesema pia kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi, labda wengi hawapendi kusoma, wana hili jambo la katiba mpya, kama hata wao wenyewe wanakubaliana na hawa wanaopinga kwamba kweli kunahitajika mabadiliko, na sio tu kwenye mfumo wa taifa, lakini hata kwenye chama chao cha Mapinduzi. Wengi wana madai ya kutaka mabadiliko. Ila mimi nadhani swala la msingi tumekuwa tumesubiri toka mwaka 93 tumeanza kwa vyama vingi na Mtikila wanadai hizi hali. Imebakia miaka michache mitano ambao tunafahamu bunge la katiba lilikuwa linaongozwa na viongozi wake, mmoja wapo ni Rais Samia. Ila kama itoshi Oscar, tunafahamu tuna mstaafu mmoja aliyobakia ambaye ni Mzee Kikwete, ambaye kwa bahati mbaya watu wengi wasimtazame kwa jicho lile la positive. Ndio mtu rais pekee ambaye alikuta makelele ya katiba, lakini akawa na ule uthubutu wa mapema wa kuunda bunge la katiba na likafanyika. Hatuseme kwamba katiba ilikuja mpya, lakini tayari hatua moja ya kukusanya maoni ya wananchi kupitia tume ya Warioba aliifanya Mzee Kikwete. Kwa hiyo unaweza kuona huyu jamaa huyu ana utashi wa kutaka katiba mpya. Ila tukubali tukatae, pale kwenye chama hata ukiwa rais au mwenyekiti hauko peke yako. Kuna watu ambao wamekufikisha pale, bado wako pale, maana hawafidhina. Kwa hiyo alifikisha pale Kikwete na mpaka leo Kikwete bado yupo. Na kama itoshi leo rais ni Samia ambaye alikuwa ni mwenyekiti wa bunge la katiba. Kwa hiyo kile kitu kukitimiza kipindi hiki ni rahisi sana, lakini hakiwezi kutimia kama tutaingia mtaani kuandamana, Oscar, kwa sababu kubali kataa, kuandamana ni kutafuta vurugu. Ni haki kikatiba kuandamana, lakini lazima shughuli zipishane. Tukubali tukataa kwamba haki yako Oscar inaishia haki ya mtu mwingine inapoanzia. Hasa ukiandamana tarehe 29 ni siku ya uchaguzi. Ni sheria, ndio ni haki kuandamana katiba. Lakini kwa nini uandamane siku ambayo wenzako wanakwenda kupiga kura? Maana tayari mnafanya vitu viwili kwa wakati mmoja kwenye taifa moja, vitu vinavyokinzana. Na kwenye maandamano tukubaliane kwa dhati kwamba sio kila anayeandamana lengo lake ni kutaka mabadiliko ambayo mnayataka nyinyi. Yuko ambaye anaandamana ili avuruge, alete picha aidha kwa kutumwa au kwa njia zake, na vamia maduka, na vamia nini. Kwa hiyo wale wanataka kuandamana inawezekana ndio wako sahihi sana, lakini kwa siku ya uchaguzi ambao haki ya maandamano ni ya kwao, lakini wanatakiwa wapate kibali pia. Lakini hata kama si kibali, wapate ulinzi kwenye maandamano, lazima walindwe na polisi. Sasa polisi hawa siku hiyo watakuwa na jukumu lingine la kulinda uchaguzi. Sasa wewe unawezaje sasa kutaka wewe uandamane? Polisi watafanya kazi ngapi? Kukulinda wewe uandamane, kulinda uchaguzi. Lakini bado mimi naamini yote haya ni kutafuta mgogoro ambao mwisho wa siku maugomvi yote lazima mkae chini, mtafute suluhu kwa mazungumzo. Umeona leo Gaza tayari Waisraeli wameondoa vikosi vyao baada ya vita kali. Ni baada ya mazungumzo tu, hawakumaliza ile vita kwa kupigana. Hata kesho Urusi na Ukraine watakaa chini wazungumze. Kwa hiyo maandamano ni kutafuta ugomvi.